Na mtazamaji wa Channel 10 Kilicho Bora, tumerejea kwa mara nyingine na karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Baragumu Live, na kama ambavyo tulikuahidi hapo awali kwamba studio tutakuwa na mgeni na tayari amekwisha wasili katika studio zetu. Huyu si mwingine bali Amran Buzohera ambaye yeye ni mchumi na mtafiti kutoka TICJR, taasisi ya utafiti wa masuala ya uchumi. Tutakwenda kuzungumzia athari za kupanda kwa bei ya mafuta, lakini tutafahamu pia katika mwanzo kufahamu ni nini ambacho kimesababisha hasa mpaka kupanda kwa bei ya mafuta. Katika utangulizi nitumie nafasi hii sana kukaribisha Amran Buzohera. Karibu sana. Ndio, ni furaha kwelikweli kwa sababu nyinyi wachumi mnafanya tafiti mbalimbali za kiuchumi, inatusaidia katika kufocus kwenye uchumi wa nchi yetu, lakini pia na kwa mtu moja moja. Ndio. Amran, kabla hujaenda mbali, kwa faida ya mtazamaji, ni nini ambacho kimesababisha hasa mpaka leo hii Tanzania tunaathirika, kuna ongezeko kubwa la kupanda kwa bei ya mafuta? Karibu. Asante sana. Kwanza kabisa ukiangalia sasa hivi bei ya mafuta imeongezeka kwa zaidi ya 33%. Tulikuwa tuna 2864, sasa hivi tunazungumzia 3820. Na hiyo ni kwa diesel, petrol, na diesel pia imeongezeka kwa asilimia hizo. Yaani ukiangalia zote ni 33%. Sasa ni actually ni ongezeko kubwa kidogo kwa uchumi sasa hivi, na athari yake kidogo tutaangalia kwenye maeneo gani ambayo inaweza ikaleta athari. Lakini hasa ambacho kinasababisha hii, cha kwanza kabisa ni mara nyingi huwa ni mabadiliko ya dola. Dola ikibadilika, fluctuation of dollar inasababisha bei ya mafuta kuongezeka au kushuka. Lakini athari ya pili huwa ni uzalishaji ukipungua, uzalishaji wa mafuta. Uzalishaji wa mafuta ukipungua, maana pia unasababisha ile demand ya mafuta kuweza kuongezeka kuwa kubwa. Lakini ya tatu ni kuongezeka kwa uzalishaji, kuongezeka kwa nini? Kwa gharama za usafirishaji. Na nne ni kuongezeka kwa nini? Ya nne ni vita sasa, ambapo hadi sasa hivi tunayo, kwa maana ya migogoro ya kisiasa kati ya Israeli, Marekani na Iran. Sasa hii ndio issue kubwa, kwa sababu ukiangalia njia kuu ambayo inatumiwa kupitisha mafuta kwenye ile Strait of Hormuz, kwa sasa hivi meli zinazopita pale ni chache. Kwa kama meli zinazopita ni chache, maana yake inasababisha kwanza upatikanaji wa mafuta huwe duni, ngumu. Kwa kama upatikanaji wa mafuta unakuwa duni, na unafanya ile demand ya mafuta inazidi kuongezeka, na kiuchumi actually demand ikiongezeka, uhitaji kuongezeka, maana yake ni kwamba gharama pia nafanya zinapanda, kwa sababu ile supply inakuwa imefanya nini, imeshuka. Na ule mpaka actually unapitisha mafuta zaidi ya 27% ya dunia, na biashara ambayo inafanyika pale kwa maana ya ile logistics ni 20%, lakini mafuta ambayo yanapita pale kidunia kwa siku ni 27%. Kwa hiyo ni mafuta mengi sana ambayo yanatumika, na sisi pia kupitia Port of Dar es Salaam zaidi ya 90% ndio mafuta tunaingiza, tuna import hizi. Okay. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba bei ya mafuta actually lazima ipande, kwa sababu mafuta yamekuwa ni haba, hayapatikani. Kwa hiyo yanapelekea demand iongezeke na bei iweze kufanya nini, kuinuka. Sawa sawa. Sasa maeneo ambayo tutegemee yawe na athari moja kwa moja kulingana na athari ya mafuta ni kwanza kabisa ni usafirishaji moja kwa moja. Yaani jana tu gharama zile yani bei tu ilivyotangazwa ile, ukitoka tu nje request tu boda hivi tayari anakwambia, anaanza kuongea na wewe masuala ya bei bwana, mafuta yamepanda bwana. Kwa hiyo issue kwanza ni usafirishaji. Ndio. Na usafirishaji baadaye itapelekea pia kupanda kwa gharama za vyakula. Hivi vyote vinaenda kinaniliwe, kwa maana ya itaanza usafirishaji. Kama sasa hivi tumeshuhudia gharama za usafirishaji zimeongezeka, baada ya siku mbili au wiki utajikuta gharama za vyakula lazima zipande. Ndio. Kwa gharama za vyakula zikipanda zitasababisha pia uzalishaji pia kwenye viwanda kuweza yani uzalishaji kwenye viwanda kuongezeka. Sawa sawa. Kwa uzalishaji wa viwanda, bidhaa za kwenye viwanda vikaanza kuongezeka, kwa sababu viwanda vingi pia zinatumia mafuta, mashine zile. Kwa gharama zile za usafirishaji pia zinapelekea ile
gharama za kuendesha viwanda zinaongezeka. Kwa hiyo utajikuta bidhaa ambazo zinatoka viwandani zitakuwa na bei pia zitaongezeka. Kwa sasa tumetoka kwenye usafirishaji tumekuja kwenye vyakula, lakini sasa kwenye bidhaa nyingine pia. Kwa baada ya kuongeza bidhaa za viwandani, yani bado tutajishuhudia kuongezeka kwa gharama za bidhaa nyingine ambazo zinatoka viwandani. Na mwisho wa siku italeta effect kwenye masuala ya biashara za kimataifa. Kwa hiyo vitu vyote vitakuwa vinaenda, mtajikuta ndani ya mwezi mmoja implication yote inaenda impact itatokea. Kwa hiyo tunaanza kwenye usafirishaji, itaenda kwenye vyakula, itakuja kwenye viwanda, tutakuja kwenye bidhaa, alafu kwenye logistics, sasa masuala ya biashara za kimataifa. Tunafahamu kila mataifa yanapambana na hali utafuta unafuu wa kupunguza haya makali. Unadhani katika uchumi wetu wa nchi itaathirika kwa namna gani? Kwa sababu kuna kipato cha mtu mmoja, uchumi wa mtu mmoja na uchumi wa nchi itaathirika kwa namna gani? Impact yake sasa, kwa sasa hivi tutegemee kwanza, lazima itashusha uchumi, na sasa hivi uchumi tumemaliza na ilikuwa ni 5.9 GDP. Kwa maana kwamba 5.9, na sasa hivi tunategemea uchumi kwa zaidi ya 6%. Hadi kufika 2030 at least ufike kwenye 7%. Sasa kwa sababu mfumuko, kutakuwa kuna hali ya mfumuko wa bei, maana yake kwamba inaongeza hata gharama za uzalishaji viwandani, usafirishaji. Maana yake mwisho wa siku uchumi lazima ushuke, yani tusitegemee ile 6% ya ukuaji wa uchumi, utashuka kwa sababu gharama za uzalishaji zinakuwa zinaongezeka. Lakini pia eneo la pili litakuwa kwenye eneo la uwekezaji. Sasa hivi tunahitaji uwekezaji mkubwa sana wa zaidi ya bilioni 200 za Kimarekani, 20 hadi 250 ndani ya hii miaka mitano. Sasa kwa sababu athari hii kama ikizidi kuendelea, maana yake ni kwamba itafanya hata gharama za uwekezaji zinaongezeka. Kwa gharama za uwekezaji zikiongezeka, maana yake ni kwamba hamwezi kwenda na uchumi ule ambao mko mnautegemea. Sehemu ya tatu ni sehemu ya kazi, wanasema hizi ni employment. Maeneo mengi utakuta hata viwandani, kwa sababu gharama zimeongezeka za uzalishaji, wataanza kupunguza watu kwenye biashara, kwa sababu implication ya mafuta huwa ni kubwa. Tumeanza kwenye usafirishaji, vyakula, gharama viwandani, baadaye itaenda kwenye gharama ya vitu vingine. Kwa hata kwenye viwanda pia, kwenye maeneo ya biashara utajikuta ili kuweza kufidia zile kosti, wataanza kupunguza baadhi ya watu. Lakini pia athari ya 4 inakuja kwa mtu sasa wa chini wa kawaida, mtu mmoja. Mara nyingi na kwa asilimia kubwa ya hao watu wenye vipato cha chini wanatumia zaidi ya 60 hadi 80 ya kipato chao kwenye masuala ya vyakula. Kwa mwisho wa siku, kama gharama za vyakula zitaongezeka, kwa sababu ni sehemu ya pili, gharama za usafirishaji zikiongezeka, gharama inapelekea implication kwenye gharama za vyakula. Kwa itapelekea moja kwa moja hawa watu wa chini kuweza yani ili athari yake inaenda moja kwa moja, itawapata moja kwa moja. Sawa. Ndio. Natamani kufahamu kitu kimoja, kwa sababu jana nilikuwa nasoma mambo tofauti, nikaona hatua ambayo Zambia wameichukua ni ya haraka sana. Wao wameondoa VAT kwenye diesel na petroli, lakini wameondoa ushuru kwenye kusafirisha bidhaa hizo mbili, na wakatangaza hali ya dharura kwa miezi mitatu. Kwa Zambia kule hiyo hatua hiyo kwanza inasaidiaje? Na pengine sisi kama Tanzania tukirudi kwetu, baada kuzungumzia Zambia, tukirudi sisi kwetu, nini ambacho tutakiwa tufanye? Kwa sababu maswali yanakuja, tayari tulikwisha kuambiwa kwamba tuna stoku ya kutosha kwa miezi mitatu. Lakini ndani ya siku chache, hata siku 10 hazijafika tangu tangazo limetoka, mafuta yamepanda bei, kitu ambacho kinawafanya Watanzania huko waongee wanalojisikia. Nafikiri unatufahamu Watanzania. Tufafanulie hapo kidogo. Ni sahihi. Wanaofanya biashara ya mafuta, mfanya biashara siku zote ni anaangalia opportunities, anataka faida pia. Umeona? Sasa ameshaangalia na huwa wanatabia wanasema ya kuforecast, kuangalia mbele zaidi. Anaweza kaa na reserve ya mafuta ya miezi 6, lakini akiangalia hii vita hajui itaisha lini. Lakini pia gharama za demand kwanza inaongezeka, kwa sababu ile njia sasa hivi mara nyingi meli zinazopita pale ni chache. Kwa hiyo zinaongeza demand. Lakini issue ya pili, insurance ya zile meli, risk ni kubwa sana.
cost ya usafirishaji inaongezeka pale. Uweze kupitisha tu pale meli, watakudai vitu vingi, zile masuala insurance nini, cost inaongezeka. Kwa hiyo huyu mtu ana hii stock ambayo angeweza kuiuza kwa bei ya kawaida, lakini anaangalia mbele zaidi kwamba hii vita itaisha lini. Lakini pia implication yake kwangu mimi ikoje, kwamba nikisema niuze kwa bei hii sasa hivi, je, baadaye sasa hali ikiendelea kuwa hivi, zile gharama atazifidia vipi? Kwa anaamua sasa hivi atoke sasa hivi, aseme bana, ngoja niongeze ili kuweza chochote kikitokea mbele riski awe na kiasi cha kuweza kufanya nini. Ndio kinachoendelea sasa hivi. Kwa hiyo hatua ambayo imechukuliwa na Zambia ni sahihi kabisa, kwa sababu kwenye mafuta kuna kodi ya kuna VAT, lakini pia kuna zile excess duty zile, alafu pia kuna kodi ambayo EULA wanaichukua, lakini pia kuna kodi nyingine inaitwa road petrol levy. Sasa wale wamezuia hii VAT unaweza ukaistopisha, japokuwa TRA wanaichukua kama ni kodi ya muhimu, ni sahihi, lakini sasa katika janga kama hili lazima uangalie namna gani ya kuweza kubalance. Kwa wakisema serikali ikisema ichukue hatua ya kuweza kushusha hii kodi ni 18% kwenye ile ongezeko la 33% ambao sasa hivi tunazungumza 3820 na kwa Dar es Salaam, lakini mikoani ni 4000. Kuna milioni mpaka 4000 Kigeito. Maana yake ni kwamba itapunguza kwa zaidi ya shilingi 80. Lakini hii uaga haikai sana, kwa sababu serikali hizi waacha kuchukua kodi. Kwa hiyo inaweza ikazuia kwa zaidi ya miezi 3 miezi 6 basi. Kwa hiyo inaweza ikapunguza kwa zaidi ya kwa shilingi 80. Na kuna hii kodi ambayo inaweza ikatolewa kwa sasa hivi ambayo ni road petrol levy. Yenyewe inaweza kupunguza kwa zaidi ya kwa shilingi 500. Kwa hiyo utajikuta tayari ile 1000 ambayo imeongezeka inaondoka kabisa. Bado hujaenda kwenye excess duty ambayo inapunguza kwa zaidi ya 150 na ile petrol levy. Kwa hiyo kama serikali itaamua kuweza kuzuia kuto kuchukua kodi kwa muda wa miezi 3 hadi 6, inaweza ikatengeneza mazingira rahisi kwa huyu mtumiaji wa mwisho, sana sana huyu mtu wa mwisho ambaye 80% ana pesa ambayo anaipata kwa siku anaitumia kwenye masuala ya vyakula. Kwa ile athari ya uchumi inamwaffect moja kwa moja. Kwa inaweza ikasaidia kwa namna fulani, huku tukiwa tunaendelea kuangalia mazingira sahihi, au kama ni sera au polisi kuweza kuboresha. Sasa kwa hiyo kwa maana hiyo na sisi kama Tanzania tulitakiwa tutangaze kama hali ya dharura. Tulibidi tutangaze hali kama dharura na kuweza kuiacha hii VAT ya 18% kwanza kwa sasa hivi wasichukue serikali. Kuna hii hapa tena excess duty na pia petrol road levy na pia na ile ya EULA ambayo ndio ni petrol levy. Kwa ongeza kutangaza hali ya dharura kwa zaidi ya miezi 3 hadi 6 ili kuweza kusaidia sasa huyu mtumiaji wa mwisho mafuta gharama ongezeke zaidi. Na inawezekana kwa sababu hizo kodi zote ukizijumuisha pale unapata zaidi ya shilingi 1500 ambao mwisho wa siku gharama za mafuta zinashuka kabisa. Umeona? Zinashuka kabisa. Na mtazamaji, tuko na Amran Buzohera ambaye ni mchumi na mtafiti kutoka TICGL ambayo taasisi ya utafiti wa masuala ya uchumi. Tupo hapa tunazungumzia athari za kupanda kwa bei ya mafuta na taarifa ambazo tumezipata mpaka jana kwamba mabaharia zaidi ya 20,000 wamekwama katika ule mlango wa Hormuz, na Iran tayari imekwisha funga rasmi ule mlango, kwamba na kama huu mlango wa mataifa mengi kupitisha pale meli zao, wameeleza kwamba wanataka Iran na Oman ndio ambao watakuwa na mamlaka ya kuruhusu meli gani na meli gani inaweza fanyaje, inaweza ikapita. Lakini bado rais wa Marekani wakati huo yeye amewaruhusu mataifa kwamba waende wakachukue mafuta wenyewe, ila yeye anadai kwamba atamaliza vita sio muda mrefu. Lakini maneno ya rais wa Marekani bado hayaaminiki na huenda watu wanasema ni propaganda, na ukiangalia kuna namna ambayo anaifanya, kwa sababu katikati ya wiki Marekani anazungumza vitu vingi sana, lakini kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili anashambulia Iran. Natoka mtiririko wa vita, angalia ushambuliaji wake ni kipindi cha weekend. Huenda kuna namna ambavyo anataka kuleta aueni, lakini baadaye bado anazidi kushambulia, na ndio maana Iran haiamini pia katika mazungumzo kati yake na Marekani. Haya mambo yakienda kwa muda mrefu kama ambavyo wengine tunadhani, tutarajie nini? Athari tayari imeshaanza kuonekana tena, hasa kwenye hizi developing country. Yani uchumi ukiguswa tu kidogo, kitu kidogo tu, basi tayari impact yake inakuwa kubwa zaidi.
na kama hali itazidi kuendelea hivi, maana ni kwamba tutazidi kuona kushuka kwa uchumi zaidi, kwa sababu sisi tunaingiza zaidi ya tuseme ni 100% ya mafuta, yani tunaingiza kutoka nje, hatuna mafuta ambayo yanazalishwa ndani na yanatumiwa katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tutajikuta uchumi lazima ushuke, yani tusitegemee kwenda kwa ile 6% ambayo tulikuwa tunaitegemea. Lakini pia kwenye masuala ya uwekezaji lazima gharama za uwekezaji zitaongezeka. Kama yake gharama za uwekezaji zikiongezeka, pia zinaathiri pia uchumi. Kwa ina maana kuna issue ya uchumi kushuka, gharama za uwekezaji, masuala ya ajira pia lazima tena yanakuwa affected kwa moja, hasa kwenye viwanda. Japokuwa sasa hivi tunajaribu kutengeneza sera na kuboresha sera ili viwanda viweze kuajiri watu wengi zaidi. Viwanda ndio function unit ya uchumi wa nchi yote. Lakini sasa kama hali ikiendelea hivi, maana ni kwamba itazidi kushusha hali ya ukuaji wa viwanda ambao tunategemea ikue, ambao sasa hivi ni kama 4.8%. Kwa hiyo inaweza ikashuka zaidi, lakini pia kusababisha umaskini zaidi kwa watu wa chini zaidi. Kwa hiyo impact ikizidi kuendelea kwa zaidi ya miezi 3 hadi 6, hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo ushauri ni kwamba serikali iweze kuangalia zaidi namna gani ya kuweza kuingilia kati mapema zaidi kabla hali haijawa mbaya zaidi huko mbele, kwa sababu ukisema usubirie ndani ya mwezi mmoja tayari hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Na ukiangalia uchumi wetu sisi kidogo haujaunganika, informal sector ni kubwa sana kwa zaidi ya 76%. Hawa ni watu ambao wanatafuta hela kila siku, yani kila siku lazima atoke ili aweze kupata kipato. Lazima atoke ileze. Sasa yani na movement lazima ziwepo kwa maana ya usafiri. Na sehemu ya kwanza ambayo impact imegusa ni sehemu ya usafiri, kwa sababu lazima atoke, masuala ya usafiri. Kwa hiyo inavyopanda hivi inamuaffect moja kwa moja. Na hawana insurance ya maisha. Maana ukizungumzia informal sector, maana ni kwamba hakuna insurance ya maisha, kwamba labda serikali inaweza katoa kiasi fulani cha ruzuku kikiingia moja kwa moja kuweza kuwasaidia hawa watu. Namna bora ya kuweza kuwasaidia ni hiyo, kuweza kuzuia hii VAT, ndio excess duty ile, petrol levy na hii road petrol levy. Kuweza kuzizuia kwa muda at least wa miezi 3 hadi 6, ili kuweza kuangalia namna gani bora ya kuweza kusaidia kuboresha zaidi. Ndio. Sawa. Mataifa ambayo yanaendelea kama ambavyo vizuri tu, ambayo yanaathirika kwa sehemu kubwa, kwa sababu na yenyewe ndio ingawa na mengine yameathirika huko, lakini tunaona kwa sababu yanajikongoja kupanda kiuchumi, lakini mwisho siku yanakuja yanarudi tena. Kipindi cha Uviko 19 nadhani unakumbuka vizuri, kuna bei ya mafuta ilipanda kwa sababu uzalishaji huko kwenye mataifa mbalimbali ulipungua na usafirishaji ulipungua, lakini nadhani hii imepanda zaidi tofauti na kipindi cha Uviko 19. Zaidi ya 33%. Shilingi 1000 siku zote huwa inapandaga shilingi 100, 200, hata kipindi kile cha Uviko inakuwa haipandi sana. Ndio. Sasa hivi 1000 ni kubwa sana. Ukimpa mtu 1000 anakunywa chai asubuhi analizika kabisa. Sasa hiyo unaingiza kwenye mafuta. Maana yake ni kwamba ni ongezeko kubwa na impact yake ni kubwa sana. Ndio. Na serikali ingeweza kusema tu kwamba okay, sasa tunaacha hiyo VAT miezi 6. Hali inarudi kama zamani vile vile. Kwa nafikiri mataifa mengi sasa hivi ambayo yanaangalia mbele zaidi yanatangaza hali ya dharura. Nchi zilizoendelea zina akiba ya mafuta kubwa na uwezo kuongeza namna hii. Hata kama ikiongezeka, kwa sababu kule sekta kubwa nyingi ni formally, serikali inajua namna gani ya kuweza kufanya ya ku replace. Sasa sisi ni ngumu sana kuweza kufanya kitu cha namna hiyo. Kwa sehemu moja hapo ambayo ni muhimu, ambayo tunaweza tukaigusa moja kwa moja na ambayo inagusa serikali na wananchi ni kodi. Japokuwa serikali sidhani kama inaweza kukubali kuacha kuchukua kodi kwa sababu tutaathirika kwenye mambo ya kibajeti tena huko. Kimambo ya kibajeti tu lazima na tunaenda kwenye bunge la bajeti. Na ukiangalia kodi pia haitoshi, kwa sababu ukiangalia trilioni 32 na sasa hivi tunaenda zaidi ya trilioni 56, zaidi ya trilioni 60. Yaani ni kama nusu ya TRA, kodi ambayo inapata TRA ni nusu zaidi, inaenda kuongezwa zaidi kwa ajili. Hii yote ni kwa sababu ya shughuli za kiuchumi zinaongezeka. Kwa kama shughuli za kiuchumi zinaongezeka, lazima serikali ipate pesa kupitia kwenye hizo kodi. Uchumi lazima ukue, lazima serikali ipate hela ili iweze kufanya maendeleo mengine. Sasa linakuja jambo kama hili, kwa hiyo mnajikuta mnaingia katika changamoto, lakini hatuwezi tu kuendesha nchi kupitia TRA.
kuna namna nyingine ambayo tunaweza tukaendesha nchi kiuchumi. Kuna tools kama PPP pia, nafikiri ni moja ya kitu cha muhimu sana ambacho kinaweza kikafanya uchumi uweze kukua. Kwa hiyo ile public private partnership ile ni uchumi wa China umekuwa kwa sababu ya ile. Hakuna namna ambayo uchumi unaweza kukua bila kutegemea sekta binafsi. Na mimi Amran, hapa ndo mtusaidie nyinyi wachumi kwamba kwa sababu hapa tunaangalia tunasema matokeo muda mfupi. Sasa tunafanya nini? Dharura tayari tunafanya nini? Lakini pia mataifa ya Afrika mipango ya muda mrefu kuweza kuhimiliana na hii nini ambacho tunapaswa kufanya? Ndio karibu hapa mtusaidie. Mipango ya muda mrefu ni hiyo PPP. Sasa hivi tukisema tuangalie mipango ya muda mfupi, kwa mfano tukisema TRA tukizungumzia kodi, hii ni mipango ya muda mfupi. Tunaweza tukazoea miezi 3 hadi 6, lakini hasa nchi haitaki kutegemea sana hizo. Japokuwa kazi ya serikali ni kukusanya kodi na kutengeneza sera, lakini kwa sasa hivi inaweza ikatengeza hali ya dharura, lakini pia na inabidi tuame sasa kwenye utaratibu wa kusema kutegemea sana kodi ambayo inatokana na TRA. Kwa tunabidi tuamie kwenye tools nyingine. Kwa mfano hii PPP ni moja ya tools ya muhimu sana na ni ya muda mrefu. Miradi mingi inafanyika kupitia hii njia za PPP. Tumesema Wachina wamefanikiwa zaidi kupitia hii program ya PPP. Sisi bado tuko nyuma, tunajaribu kutengeneza sera zetu, kuboresha, tunaboresha na mwisho wa siku tunakosa alternative. Tunakimbilia kwenye masuala ya kodi, kwamba kodi lazima ikusanywe ya kutosha ili tuweze kupata nini? Ili tuweze kufanya maendeleo. Ni kweli kodi inaleta maendeleo, lakini ile kodi ingeweza kutumika kwa ajili ya kuboresha sera. Sio kuchukua ile kodi kwenda kuingiza kwenye investment, labda kujenga bwawa au kufanya nini. Itengeneze ile kodi itumike kutengeneza mazingira ambayo huyu mwekezaji aje kufanya nini? Kuwekeza. Na kazi nyingine ya kodi ni kama hii sasa hivi. Tumeona kwamba bei ya mafuta imepanda, si ndio? Ndio. Tunasema sasa kodi ile kile kiasi cha kodi bwana, sasa hivi tusubiri kwanza. Maana hapa tunaumiza wananchi. Haiwezekani mtu wa nje amekuja amekuumizia mtoto wako na wewe unaenda unamuumiza. Wewe unamlinda si mwanao? Ndio. Sisi tunamlinda mtoto wetu bwana. Sasa hivi kodi hebu tusubiri kwanza. Miezi 3 6 huko tukiwa tunaendelea. Kwa maana hiyo hakutakuwa kuna athari kubwa kwa kiasi hicho, kwa sababu hata PPP nayo katika hali kama hii, labda tueleshe vizuri hapa. Katika hali ya kawaida na yenyewe PPP itaathirika katika hali kama hii? PPP kuathirika sio rahisi, kwa sababu ile ni kwanza ni mwekezaji yeye mwenyewe anakuja anaweka hela. Kwa tayari athari inakuwa imeshachukuliwa, yani serikali imeshateki ile risk, kwa maana kodi imeshaingia. Kwa hiyo imeshaenda kulainisha, kutengeneza mazingira yao wananchi wanakuwa, yani uchumi wao haujawa. Kwa mfano ukichukua ile kodi zile zote ambazo tumezitaja hizi 4, ukiziingiza pale ni zaidi ya 1500. Kwa hiyo inaenda inashusha kabisa gharama za nini? Za mafuta. Huyu mwekezaji anakuja anataka kufungua kiwanda. Maana yake ni kwamba ameshaona, yani anakuja kufungua kiwanda au anakuja kuwekeza kwenye mradi fulani, tayari anakuja kuona zile gharama za mafuta zimeshuka chini. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwake yeye kufanya nini? Kwa inaweza ikazunguka namna hiyo kuliko kutegemea kodi moja kwa moja kuingiza kwenye uwekezaji au kufanya miradi ya maendeleo. Na ndio hivyo sasa hivi tunajikuta serikali inafikiria tunaiachaje hii kodi? Tunafanyaje huu mradi? Wakati ule mradi ungeweza kufanyika na nini? Na sekta binafsi. Na hii kodi ukiingiza tu kwa wananchi kuweza kupunguza hii athari ya mafuta, inawasaidia sana. Wananchi hawahitaji mabilions. Wanahitaji ile hela kidogo tu, ile 1500 ambayo inatoka pale ikiingia tu kwenye mafuta. Basi hali inafanya nini? Inapungua kabisa. Nadhani katika hili nchi za Afrika ndo zina haha sana athari zake hizi hasi. Afrika napata somo gani kutokea hapa? Kwa nini nimekuuliza hivi? Umezungumzia PPP. Afrika tunafahamu private sectors ambazo ni kubwa na zenye uchumi mkubwa kwa bara la Afrika, na zingine zinaingia mpaka kwenye majarida ya Forbes huko. Na tunaambiwa Afrika kuna nchi ambazo zina mafuta, na hata nchi yetu inaelezwa kwamba kuna wakati watafiti walifanya wakagundua mafuta sehemu. Tunapata somo gani kutokea hapo? Kama sisi huwa tunagunduaga tu alafu miaka inaenda, kazi yetu sisi huwa ni kugundua tuna mafuta, basi tunapata somo gani kutokea hapo? Nafikiri kwa sasa hivi hii hali inayoendelea Afrika tunakosa, si nizungumzie Tanzania kwa ujumla, lakini tunakosa kwanza kabisa tafiti zinafanywa nyingi. Tanzania tuna rasilimali nyingi,
alternative ya mafuta ni gesi. Sasa hivi tungeweza kutumia gesi kwa zaidi ya umeme wa gesi, magari, kila sehemu tungetumia gesi. Tuna gesi lakini tunaingiza mafuta zaidi ya 100%. Tunajifunza hapo actually tuweze kutumia hizi rasilimali zetu kwa usahihi. Sasa tunatumiaje rasilimali zetu kwa usahihi? Kitakuja kisingizio, lazima tupate wawekezaji waweze kufanya nini, waweze kuwekeza kwenye hizo rasilimali. Kwa tunarudi tena kule, tuna mazingira ya kuweza kutengeneza, tuna mazingira sahihi na sera sahihi za kuweza kumfanya huyu mwekezaji aje kuwekeza kwenye hizi rasilimali. Juzi tulikuwa tuna mradi wa bandari ya Dar es Salaam. Kuna mwekezaji alitaka kuja kuwekeza kwa njia hii ya PPP, lakini watu walifikiri kwamba yule mtu kama anakuja kununua ile bandari, watu walipiga sana kelele. Kwa tuna changamoto ya namna hiyo pia ya uelewa kwamba uelewa watu wetu kwamba hiki kitu kina manufaa gani. Umeona? Kwa mfano ukileta mwekezaji aje kuwekeza kwenye gesi hapa, yani kwanza kuna nafikiri kuna changamoto ya taarifa. Watu wakishakuwahi tu kwenye jamii kwamba huyu wanataka kuiuza gesi ya Tanzania, kuna mwekezaji wamemleta wanataka kuuza lile eneo, watu wachimbe gesi, tayari hapo uweze kuiwini hiyo vita. Kwa nafikiri kuna changamoto ya uelewa pia, watu lazima watambue kwamba tunafanya mambo kwa sababu gani. Umeona? Kwa kuna hiyo shida ya uelewa. Kwa unajikuta serikali inatumia muda mwingi kuweza kuongea na wananchi, kuwashauri wananchi, kuwaambia kwamba hiki kitu kina umuhimu gani. Ule muda ungeweza kutumiwa kuweza kufanya sasa kuleta huyo mwekezaji, kukaa naye chini, bana sasa tuwekeza katika ile eneo na faida yake ni hii. Kwa kuna changamoto hii ya uelewa ya wananchi pia. Tanzania haina wawekezaji kwa sababu nasikiliza kwa makini, naona kama huwa tunachungulia zaidi nje ya nchi. Hakuna wawekezaji, maanake watoke kule waje wawekeze huko. Tanzania hakuna wawekezaji ambao wanaweza wakafanya mambo makubwa kama hayo, tofauti na hawa ambao tumezoea kuwasikia kila siku kwenye magazeti, vyombo vya habari, fulani amefanya hiki, fulani, wale wanazunguka pale. Ni kweli hakuna wawekezaji Tanzania? Wawekezaji wapo. Nafikiri ngoja tuzungumze kidogo, kuna mambo kadhaa. Wawekezaji Tanzania wapo. Lakini huwa atokage mwekezaji mmoja. Yaani kwa mfano mradi labda wa umeme unagharimu zaidi ya bilioni, kwa sasa hivi hadi 2030 tunatakiwa tuwekeze kwenye mradi wa umeme zaidi ya bilioni 22. Ni pesa nyingi, mwekezaji wa ndani hawezi. Sasa lazima tupate mwekezaji pia wa nje, ndio hiyo tunasema PPP. Sasa namna gani tunaweza tukatengeneza hiyo structure ya wawekezaji wote waweza kaa kwenye pool moja? Ndio changamoto. Cha kwanza, policy zetu sisi, kwa mfano ile PPP haijawa na full authority kuweza kusema sasa mwekezaji akija kwamba tunaweza tukamhudumia sisi na akawekeza bila kwenda sehemu nyingine. Okay. Mwekezaji akija atajikuta anaingia milango mingi sana na anaweza akatumia miaka 3 hadi 4 kufanya ile consultation, kuishauri serikali namna gani kuweza kuwekeza. Kwa hiyo hapo tunapochelewa. Sawa. Kwa maana mtu anataka kuwekeza lakini consultations zinakuwa nyingi, kuishauri serikali mradi wa maji lakini inabidi aende wizara nini, mipango, ardhi. Tunahitaji kuwa na one stop center. One stop center, mtu akija pap atahudumiwa huyo na atamaliza huyo. Kwa mfano Rwanda wanaitwa board of nini sio. Kwamba pale mwekezaji akienda wanamalizana naye moja kwa moja pale. Na akitoka pale tayari kuna mradi unafanyika. Kwa wawekezaji wa ndani wapo, changamoto ni hiyo, milango ni mingi sana ya kupita. Kwa hadi anajuta miaka 3 unafanya consultation ya kutaka kwanza tu kufanya mradi, inakuwa ni changamoto mwisho wa siku, na wawekezaji wengi huwa wanakimbia kwa sababu tuna mazingira mazuri sana. Resources ziko nyingi, lakini changamoto ni kwamba process ni ndefu sana za kutaka kufanya nini, kutaka kuwekeza. Lakini inawezekana na hivi vitu vingekuwa ni rahisi sana kupitia hata hii PPP yenyewe ambayo tunaizungumzia sasa hivi. Yenyewe pia imeunganishwa na wizara nyingi. Kwa hiyo ukitaka, ukiwa na mradi mmoja utajikuta lazima upite kwenye milango mingi. Kwa hiyo ingekuwa ni kama ina full authority, wawekezaji wapo wengi. Tena sana hii njia ya PPP wanaweza, kwa sababu wanajua kuna insurance. Serikali si ipo, itaweka 30% au hata isipoweka, lakini wao ili 70% wana uwezo mkubwa sana kuweza kupata nini? Kupata kuwekeza na kupata faida kubwa zaidi. Changamoto nyingine ni mifumo yetu pia ya kifedha kidogo sio mizuri sana. Kwa sababu ukiangalia mikopo ambayo inatolewa na hizi commercial bank, mwekezaji pia lazima
ukitaka kuwekeza lazima pia utegemee pia mikopo lazima itoke. Okay. Sasa ukiangalia mikopo ambayo inatoka yote kwenye sekta yetu ya kifedha ni 15% ya GDP, ni ndogo. Wakenya wanatushinda na wanafanya hii miradi kwa sababu asilimia ya miradi ambayo inatoka ni zaidi ya 35% ya GDP yao, kutoka 15 hadi 35. Kwa pesa ukienda Kenya ukitaka kuwekeza mradi, ukienda benki yote Kigonga wanakupa hela. Huku changamoto inakuwa ni nyingi, yani miradi pesa zinatoka ni kidogo. Kwa maana hiyo ni rahisi kwa wawekezaji wa ndani kwa sababu wanakuwa na uhakika wa mikopo ambao uhakika wa mikopo bilioni 11 uweze kuwekeza pale, lazima pia utegemee mikopo kutoka benki na ukisema unaenda kuchukua mikopo benki, ndio hiyo masharti yanakuwa ni mengi kwa sababu yani wao pia lazima wapate faida na wanaoenda kuchukua mikopo ni wachache. Kwa hiyo ukienda kuchukua mkopo, gharama za kuhudumia ule mkopo zinakuwa ni kubwa. Sawa sawa. Kwa hiyo mifumo yetu ya kifedha pia ni bado haijawa imara sana kwa sababu ya hiyo mikopo ambayo inatolewa na Commercial Bank, japokuwa ukiangalia asset zao za mabenki yote ni zaidi ya trilioni 63, ni kubwa. Na faida wanayoipata ni kama trilioni 2. Changamoto ni kwamba kwa nini haitoi pesa za kutosha kwa hizi commercial mtu akitaka kufanya mradi. Kwa hiyo pia inachangia pia kuweza kudidimiza hawa investors wa ndani. Hakuna mwekezaji ambaye anategemea pesa zake yeye. Lazima pia hizo apate mikopo. Ni kweli. Na hata makampuni pia nilikuwa kuangalia makampuni makubwa ambayo yanatoka nje pia yanapata mikopo kwenye taasisi za kifedha kutoka huko kwao. Ni insurance ile mikopo. Tumeona kitu kama hicho hapo na tukaona kwamba hata makampuni ya Kichina haya tumeona ni kwa namna gani serikali yao inavyowabeba kuwapa mitaji. Ni sahihi. Kuwapa mitaji, wanakuja kufanya kazi na mwisho wa siku zile fedha zinarudi kwao kwa ajili ya ujenzi wa taifa lao. Nilikuwa najaribu kutafakari hapa wakati tunaongea hapa kuhusiana hii issue ya mafuta na nikaangalia safari ya SGR kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma na tuna mpango pia wa kutoka Dodoma mpaka Mwanza mpaka mataifa mengine, tuna mpango wa kwenda mpaka Katavi. Unadhani ipo haja pia kuongeza kasi katika uwekezaji wa miundombinu ya ambayo haitumii mafuta, sasa inatumia nishati hizi ambayo ni umeme au na gesi kama ambavyo umezungumza? Ni sahihi. Inapotokea hali kama hiyo kunaweza kuwa kuna ahueni yoyote, kwa sababu nilikuwa najaribu kuangalia ile SGR inaposhusha abiria pale, nikawa najaribu kuangalia ni mabasi mangapi ambayo ilibidi saizi yachukue abiria kupeleka Dodoma. Ni wengi sana. Sio, umenipata Na ni kweli huenda kama kuna idadi ya mabasi ambayo imepunguza safari zake kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Sasa safari zimetoka hapa zimeenda mikoa mingine. Tunaitazama katika picha gani? Kuto kutegemea mafuta ni bora zaidi. Kwa mfano sasa hivi treni sasa hivi ile inategemea umeme, si ndio? Lakini pia kwenye umeme pia uwekezaji kwenye umeme unahitajika, ni mkubwa sana. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia megawati ambazo tunatakiwa tuzizalishe za umeme ambazo act kama alternative ya hayo mafuta ni zaidi ya megawati 15,000. Hii 15,000 sasa hivi sasa hivi capacity yetu ni sio nzuri kwa maana tuna uwezo kuzalisha umeme zaidi ya megawati 432 japokuwa bado hatujafikia. Kwa ina maana tunatakiwa tuongeze capacity ya uzalishaji wa umeme mara 4 zaidi ndani ya miaka 5, ni zaidi ya 272. Pia panahitaji uwekezaji. Tunarudi tena nyuma kwamba huyu mwekezaji mazingira yake yakoje. Sasa hivi tumepandisha gharama za uzalishaji kwa maana ya mafuta yamechochea, si ndio? Huyu mwekezaji akipiga mahesabu tayari gharama zake zinaongezeka, atasema ngoja tusubiri kwanza. Kwa sasa hii hali ikizidi kuendelea, maana yake ni kwamba hata kile ambacho tulitaka tuwekeze kama alternative kwenye kuzalisha zaidi umeme ili uweze kupunguza, tunajikuta huyu mwekezaji hawezi kufanya hivyo kwa sasa hivi kwa sababu tayari imeshaongeza. Kwa solution ya haraka ni kutoa zile kodi sasa hivi. Sawa. Gharama ishuke ili uwekezaji mwingine sasa uzidi kuendelea kuwepo. Kwa sababu ukisema ndani ya miaka 5, actually ndani ya miaka 5 tunatakiwa tumefikia uchumi wa bilioni 121. Na sasa hivi tumeanza kutekeleza dira hii 2050 ambapo tunatakiwa tufikie trilioni ngapi? Trilioni 1 dola za Kimarekani. Uchumi wa trilioni 1. Na umeme ambao tunatakiwa tuzalishe hadi kufikia 2050 ni zaidi ya megawati 70,000. South Africa wanazalisha megawati 60,000 sasa hivi. Uchumi wao hujafikia trilioni 1.
sasa hivi ni kama bilioni 440. Sisi tunatakiwa tufikie uchumi wa trilioni 1 tukiwa tuna megawati 70,000. Kwa hiyo unaweza kuona changamoto kidogo hapo. Tuna safari ndefu, kazi kubwa tufanye. Kama South Africa mwenyewe anazalisha megawati 50,000 na uchumi wake sasa hivi ni bilioni 400, haujafikia trilioni 1. Sisi je, hizi megawati 70,000 zitatufikisha uchumi wa trilioni 1? Kwa unaweza kuona hapo kuna changamoto. Kwa hiyo tunataka tufanye uwekezaji ndio kwenye ile eneo sana sana la umeme, ndio ili at least kuweza kupunguza yale makali kama hivi ya mafuta yaliyotokea hivi, lakini mwekezaji anaanzaje kuwekeza? Na sasa hivi tayari ameshaona kuna nini, kuna hii hali ya kupanda kwa bei ya mafuta, na hii ikiendelea zaidi ya wiki maana yake ni kwamba mfumuko wa bei utazidi, yani mfumuko wa bei ya vyakula utaongezeka. Dar es Salaam atulimi kwa sana sana hapo tutakachambulia actually ni mfumuko wa bei ya vyakula. Mikoani wao wana vyakula lakini mafuta iko juu, kwa hiyo hakuna ambaye yuko salama. Kwa hiyo actually ni kuondoa zile kodi ili kuweza kushusha. Wakishusha tu chini, uwekezaji utakuja, na kwa sababu sasa hivi tunahitaji sana uwekezaji. Yaani hakuna namna, yani lazima uwekezaji utoke tena kwenye sekta binafsi. Na lazima wapewe mazingira mazuri ya kuweza kuwashawishi ili kuweza kuwekeza. Kwa hiyo serikali inaweza kukubali kuumia kwa sasa hivi kwa sababu ile kodi trilioni 32 hata bajeti yenyewe ikidhi. Sasa tunafanyaje sasa? Hebu tuiweke kwa mwananchi ili aweze kufanya nini? Tutengeneze mazingira ya hawa mazingira mazuri at least kuweza kuvutia zaidi uwekezaji, ili kodi tukachukua kwenye final product huko. Tena ile kodi tutakayochukua kule ni kubwa zaidi. Kwa sababu mwekezaji akija kuwekeza ndio maana tutapata kodi kubwa zaidi, lakini pia huyu mwananchi wa kawaida wa chini unakuwa umemsaidia zaidi ya 80%. Sasa pia tunaangalia kuna bidhaa kutoka nje ambazo zinaingia nchini Tanzania. Ni kweli. Na hilo pia ni changamoto kwa sababu zaidi ya bilioni 18 ya pesa tunaitumia kuimport. Na hapo 25% actually ni hiyo iko kwenye mafuta, 16% kwenye hizi machineries and equipment, 30% manufacturing goods, na 8% zinatoka kwenye masuala hii chemical na pharmaceutics. Tuna import vitu vingi sana. Kwa hapo lazima tutegemee kuongezeka kwa gharama. Sasa kama tutatumia pesa nyingi kuimport vitu kutoka nje kwa sababu ya changamoto kwa mafuta, maana ni kwamba tunazidi kujiweka katika hali mbaya zaidi. Ukitafakari tunaweza wewe bila unaweza kuvuta pumzi. Solution ni moja nani, lakini sema haya mambo tunapaswa kujiandaa. Tunapaswa kujiandaa kama ambavyo umezungumza hapo kwenye mifumo ya PPP huko. Tujiandae kwa muda mrefu. Angalau inapoja swala kama hili tunakuwa tuna uwezo wa kuhimili mishindo. Kwamba tunaondoa huku, tunatoa tu huku mkono wa kushoto tunaweka mkono wa kulia. Sio umenipata, lakini huku tunafahamu kwamba ndo kuna engine. Kwa sababu nilikuwa nawaza kuna baadhi ya viwanda vinatumia mafuta tu. Vingi, asilimia kubwa ya viwanda vinatumia. Na ndio maana nafikiri havikui, viwanda vyetu sisi havikui, vinakuwa kwa zaidi ya 4.8, ni ndogo sana. Kwa mwisho wa siku viwanda vingekuwa vinatumia umeme, uzalishaji umeme ungekuwa ni mkubwa zaidi. Viwanda vinatumia umeme, maana yake kwamba hata bidhaa zitakazotoka viwandani zitakuwa na bei ya, lakini vinatumia mafuta. Na mafuta, asilimia 100 ya mafuta tunaingiza kutoka nje. Maana yake cost ya uzalishaji inazidi kuwa kubwa. Na sasa hivi gharama za mafuta zimeongezeka. Kwa hiyo ina maana yani inasababisha hali mbaya zaidi. Ndio. Na mimi naliona sasa ipo haja ya kuendelea kuweka mikakati ya kutoa elimu kuhusiana na dira yetu ya maendeleo ya taifa, kwa sababu ina mambo mengi sana ndani yake, lakini pia tukiangalia mikakati yake kama tutaweza kuifanyia kazi vizuri, tunaweza tukapiga hatua kutoka sehemu moja katika swala lingine, kwa sababu kuwa na dira ni swala lingine, lakini tunachohitaji ni kwenda kufanyaje kuitekeleza, kwa sababu tumeshaweka lengo kwamba ifikapo mwaka 2050 tu na uchumi wa dola trilioni 1. Sasa hapa ni shughuli ya utekelezaji, ndio hizi ambazo amezungumzia megawatt zaidi ya ngapi? 70,000. Na sasa hivi tuna mega 432. Tunaweza ni mikakati tu, kwa sababu wakati anazungumza hapa mimi kwenye akili yangu kuna vitu vilikuwa vina click ndani yake. Nasema kumbe tunaweza tukapunguza pia uagizaji wa bidhaa kutoka nje. Yanapotokea haya tunawezesha sekta binafsi, sababu sekta binafsi ndio injini ya uchumi. Mimi naonaga siku zote, sio nyinyi wachumi mnatafsiri vipi? Kuwezesha sekta binafsi ni kama hivyo, unaipunguzia kodi, unaipunguzia ule mzigo ule. Ndio. Kwa mwisho wa siku ndani ya muda miaka 2-3 utajikuta wamewekeza vitu vingi. Ule uwekezaji ukishakaa pale ni uwekezaji tu.
umeona, tayari ni uchumi ule, ndio lazima mpate faida kama nchi. Kwa mtajikuta kama serikali kwanza, serikali haiwezi kutumia nguvu kubwa zaidi ya kuwekeza pale, kwa sababu tayari private sector ameshakaa. Ndio, kwa hiyo kazi yake itakuwa ni kukusanya kodi na ni kuuliza jamani, kuna changamoto gani hapa bana, hapa changamoto iko hivi, anabadilisha zile sera policies, mambo yanaenda. Sisi uje tunaamua ndani yetu. Kwa ni kitu ambacho mnaweza mkakifanyia mageuzi ndani ya muda mfupi sana na kikaleta matokeo ya muda mrefu. Shukrani sana. Nikushukuru sana Amran Buzohera, huyu ni mchumi na mtafiti kutoka TICGL, taasisi ya utafiti wa masuala ya uchumi. Tulikuwa tukizungumzia athari za kupanda kwa bei ya mafuta, lakini kwa kanuni ya haraka haraka katika maisha ya kawaida tu, wewe mwenye gari, punguza safari ambazo hazina umuhimu wowote na hazina ulazima, na kuna wakati unaweza ukautumia pia usafiri wa umma. Au unasemaje bwana? Hiyo tu bwana. Watu wa Kibara kuna mwendo kasi, si vilipata wewe weka tu utaratibu, kama ni kazini, nyumbani, kanisani au msikitini. Tengeneza pembe tatu, kwa sababu kuna watu ndugu zangu na mimi kina Ali Salum Boy Sela anataka aonekane Kijitonyama, anataka aonekane sio, lakini kama shughuli hizo zinaingiza fedha sawa. Au unasemaje? Tupo kwenye kati ya dharura bwana. Shukrani sana Amran. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na marudio ya siku njema, tutarejea baadaye kukutana na wahariri.